Kitu ambacho watu wengi hawajui, Diamond ni mtu mmoja mstaarabu sana, ni mtu mmoja ambaye sio dhulma, ni mtu ambaye anapenda kulipa fadhila. Kwa hiyo aliona hustling ambazo mimi nimezifanya na matatizo ambayo yametokea, kwa hiyo akaona hakuna jinsi, na uvumilivu ambao mimi nimeuweka sikutaka ili kumharibia, ndio kama bwana, sikia, nikikupa hela haitakusaidia. Wacha mimi nikulipe show, nakupa show 3. Tangu Diamond awe mwanamuziki hajawahi kufanya show 3 bure, alifanya kwangu tu. Yaani kama kulipa fidia kwangu. Na Diamond ameshawahi kulizungumzia hilo mahali popote? Shawahi kwenye interview zake. Tena mmoja aliwahi kuongea na interview moja, sasa katika kitu ambacho siwezi kusahau kinachoniuma kabisa ni kumpa promoter show 3 bure. Hiyo nishawahi kusikia siku moja akiongelea. Bwana. Kwa hiyo ile na mimi subra yangu na uvumilivu wangu na nidhamu ikamfanya Diamond pia aone mimi ni mtu muhimu na ni mtu wa maana sana. Ikapelekea sasa kuwa familia kabisa ya WCB. Hakuna mwanamuziki wa WCB ambaye mimi sitafanya naye kazi. Hayupo. Labda Zuchu. Lakini wote hao akina Harmonize nyimbo yake ya kwanza ya Iola, mimi ndo promoter wa kwanza kumlipa hela kuingia kwenye stage. Mimi. Yaani hiyo tabaki vizazi na vizazi. Wote hao. Unaona, mpaka mara ya mwisho mimi nilipo WCB nikamwambia Diamond, huyu Mbosso katoka ya Moto Bendi, ni msanii mkubwa. Naomba mimi kwa heshima yangu sasa hivi ninapoenda zangu Tanga, kesho nimsikie katoka huyu. Nashukuru bwana, kauli yangu ikaenda. Baada ya muda tu nikasikia watakubali. Na uzuri mmoja ilikuwa Moshi, kwa ikabidi na Mbosso aje Moshi na Ricardo Momo tukafanya tour ya media tour ya watakubali. Okay. Kwa mimi ya WCB ni familia yani, na heshima yangu iko pale. Okay. Sasa Iola umeitaja hapo ya Harmonize, lakini nilikuwa nataka kujua ukaribu wako na Harmonize ukoje? Ni wa kiwango gani? Kwa sasa hivi hatuna ukaribu sana kwa sababu kuna hatua moja tulifanya na Harmonize katikati kwa tulipishana kidogo. Kwa sababu kuna kitu ambacho alikuwa anataka mimi nikifanye na mimi kama promoter alikuwa naona kama kinanibana kwenye budget na kwa siwezi. Jamaa kama ndio akaniambia kuanzia leo mimi bwana sitaki kusikia kwenye muziki wangu album. Yaani usisogee kabisa. Kwa hiyo hakuna mawasiliano tangu kipindi hicho. Sasa sijajua kama hilo swali litaendelea tena ulimeshaisha kwa sababu wanaume hawezi kuwa na beef muda mrefu, lakini mchiza alinichana kabisa. Nataka kusikia neno album kwenye masikio yake. Wewe unamjua Harmonize, aliwaka kabisa yani. Bwana mimi sitaki yani kuanzia leo brother, sitaki uingisiki kwenye muziki wangu kwa hasira. Yani kama ni mtu ambaye kama anaweza kunisogelea ni mimi angeniaminia. Alafu nikiangalia mimi kosa langu kosa gani? Ugomvi tu yani wa kugombania kwamba yeye ataka mimi nitengeneze stage kubwa. Nikamwambia ndugu yangu, mimi nikifanya hivyo budget hiyo hatujajua show itakuwaje. Kwa ugomvi wetu ulikuwa ndo huo. Stage. Bwana. Yes. Ilikuwa ni muda gani wakati mambo haya yanatokea? Wakati wa Kwangwalu, nyimbo ya Kwangwalu wakati natoka. Mimi ndo tena Simba mwenye Diamond ndo bwana. Mimi nilikuwa nikipigiwa simu na Diamond mwenyewe, bwana, sisi tunataka uandae show 1 2 3. Kwa ndo nikaandaa tour ya Harmonize ya Kwangwalu. Kipindi Kwangwalu ndo iko hit. Tukapiga tour za kaskazini huko. Ndo akaenda kutokea matatizo mimi na yule mjomba Tembo. Akaniambia brother, kuanzia isisahau hiyo kauli yake. Na kweli bwana, tangu siku mimi na Harmonize tujafanya kazi kabisa. Hamjai kukutana kabisa? Hatujai kukutana. Lakini mtu ambaye anajua mimi ni nani na ndio promoter wa kwanza, yani kupanda kwenye stage kulipwa. Hata hiyo hawezi kusahau. Mimi ndo nimetoa hela yangu. Tena ilikuwa ni ada ya watoto wangu wa shule milioni 2 nimetoa. Nikalipa. Hata sijui kama ninapompeleka huko anajulikana au hajulikani. Kwa mimi ni promoter ambaye ni risk taker. Na ndio moja ya kitu ambacho wasanii wananikubali. Yani mimi siogopi kuvamia kitu na nikakifanya kwa ukubwa. Okay. Naona zawe ambavyo wasanii wakijaga Tanga wanakukimbiliaga na woga wanakaga sehemu fulani hivi kama wanakula. Hivi zile ni wapi pale? Zile ni sehemu zangu. Nimefungua restaurant Tanga inaitwa Arbab Tanga Seafood and Mall ambayo inadili vyakula vya baharini. Yani seafood zote. Leo hii msanii yote sio wasanii, hata wa viongozi wakubwa, mawaziri, wabunge wakija Tanga lazima waje pale. Lakini mbali na Arbab Tanga Seafood and Mall, lakini juzi nimefungua kiwanja chenye cha burudani kinaitwa Arbab Village in Tanga. Nimejenga rooftop juu. Nimejenga katika mfumo wa culture. Mimi ni mtu mbunifu sana, afu ni mtu ambaye naangalia sana mbele, yani kesho. Kwa sababu Tanga ni mji ambao unakuwa kila siku na tunategemea sana wageni. Kwa hiyo mimi nimejaribu kutengeneza kitu hata mgeni akija avutiwe nacho. Leo hii mimi nikikwambia Tanga nzima, sehemu yenye saini ya I love Tanga ipo kwenye restaurant yangu. Leo hii ukija Tanga hata wewe, wanakuja watu wengi, wakitaka kujulikana kama wako Tanga lazima waje wapige picha pale kwenye I love Tanga. Kwa hiyo mimi ni mtu mbunifu, ni mtu ambaye naangalia mbele zaidi, siangalii nyuma. Kwa kila siku mimi nabuni. Okay. So mitikasi hapa na pale ni kwamba sasa hivi nataka nijue kwamba una maintain vipi muziki unao promote kwa wasanii na mashow, lakini pia na mambo haya ya kula. Kwanza mimi mwenyewe napenda kula. Napenda kula vitu vizuri. Unanielewa? Na mimi napenda sana entertainment. Yaani ibaki tu ukweli ni kwamba
kwa mambo ambayo mimi nimefanya Tanzania ya kuandaa matamasha makubwa ya wanamuziki ndani na nje ya Tanzania kwa Tanga mpaka sasa hivi. Yaani ukizungumzia entertainment Tanga unamzungumzia Albab. Yaani hilo sio kama najisifia, ni vitu ambavyo viko wazi. Hakuna promoter wala mtu yoyote ambaye kaandaa show zilizofikia rekodi zangu. Mimi nifanya matamasha makubwa. Nimeshafanya tamasha la Mbosso uwanja wa Mkokwani peke yake, msanii mmoja kajaza. Yaani show ni nyingi siwezi kuzieleza. Nishafanya show Kenya, Diani Beach Bora Africa na Mbosso tukajaza. Show nyingi Jux, yani Tanzania nimezunguka, Nandi Festival, yani vitu ni vingi. Kwa hiyo leo ukizungumzia Tanga entertainment wala hata usipepese macho ni Albab. Kwa mimi muziki ni passion, napenda. Kwa hiyo ninapokaa kwenye muziki nitakaa kwenye muziki. Nikija kwenye chakula kwa sababu napenda nitafanya chakula. Okay. So far Mbosso nasikia unamtaja sana hapa. Nataka uniambie karibu wako na Mbosso ukoje? Kwanza ni somo mimi na Mbosso. Mbosso anaitwa Mbwana na mimi naitwa Mbwana. Ni mwanangu sana. Yaani Mbosso amalizi mwenzi hajanipigia mimi simu. Huo ndio ukweli. Katika Tanzania hii wote wasanii wote marafiki zangu, washikaji zangu, familia. Lakini huwezi kuamini wasanii wawili Tanzania ambao wao hawamalizi mwezi lazima utanipigia simu. Yaani wao watanipigia mimi, sio mimi kuwapigia wao. Mbosso na Dully Sykes. Alipigia simu kuuliza bwana ndugu yetu Albab vipi unaendeleaje? Niko salama. Juzi tu Mbosso akanipigia simu bwana vipi kakaangu? Uko salama au tatizo lolote? Kwa hiyo ni mwanangu, yani mwanangu sana. Mwanangu, lakini inapokuja kwenye swala la kuandaa show tangu kuondoka WCB tunavutana sana hapo. Kwenye swala la hela hapo. Unavutana kwa nini mnavutana? Asa mimi sasa hivi shajua mimi kuandaa show sio mgeni. Mimi sifanyi show kwa mihemko. Mimi sifanyi show kwa sababu hiyo kauli Diamond mwenyewe yeye kuniambiaga Albab ushakuwa saizi. Usiandae show kwa mihemko. Unaelewa kwamba unaonekana sehemu fulani umeandaa show mmemleta Diamond. Andaa show kama biashara. Kwa mimi Mbosso naambia ndugu yangu, hichi kiwango chokitaja ndugu yangu mimi siwezi kupata. Angalau kiwango hiki. Mimi na mimi siwezi kukubali. Kwa hiyo tunapishana hapo. Kwa hiyo urafiki upo, lakini kwenye swala la biashara na hela kidogo tunapishana yule bwana. Okay, Professor Jay sana aliwaimba mapromota. Mapromota nitakulipa lakini mkataba nao sitaki. Hivi kwenye kula za uso mnataka tuzungumzie mada ya kula za uso sana kwa upande wako Albab. Kula za uso kwa upande gani? Kwa promoter au kwa msanii? Kwa promoter. Mimi mwanzoni kati naanza game nilikuwa nakula za uso sana, nisidanganye. Kweli? Sana. Hebu nataka tuambie experience. Ya biashara ya entertainment, biashara kuandaa matamasha haitaki sifa. Na uwezi amini mapromoter wote wana sifa. Na ndio wanaungua vibaya sana. Mimi kama soka ule Diamond isingenijenga. Mimi nilikuwa ni mtu ambaye napata hasara lakini kesho nikipata sasa bana lete mtu fulani uhakika natoa naungua. Baada ya miaka kadhaa na kuishi na ile kauli ya Diamond ndo nikajifunza kumbe vitu vinaenda hivi. Sasa hivi kwa nimeandaa show Tanga, ujue hiyo show napata hela. Siwezi kuandaa show ambayo sipati hela. Mimi ni mpambanaji kweli. Mpaka siku moja asubuhi saa 12 naona miss call ya Mheshimiwa Waziri Aweso, Waziri wa Maji Tanzania. Nikashtuka. Mbona mkubwa kanipigia simu saa 12 kuna nini? Nikabisa mimi nikawaza, nikabidi nimpigie mkubwa bana vipi? Nimekumbuka tu kijana wangu bana, upambanaji wako unavyohangaika na nini. Nakupongeza sana, usikate tamaa. Ile kauli ikanijenga sana. Yote hao ni kujisi hapo unapambana mimi katika matamasha yangu kuihangaikia Tanga. Mimi mzee nishaenda mpaka Shinyanga. Sio promoter wa Tanga peke yake, mimi Tanzania. Nishaenda kuandaa show ya Jux Kahama na Shinyanga, tukafungiwa na mkuu wa mkoa kisa corona. Na wakati huo show zinafanyika. Unanielewa? Karibu milioni 20 zimepotea. Jux akaniambia ndugu yangu jikaze. Nimeona jitihada zako. Jikaze. Turudi Dar es Salaam tukajipange upya. Tusivunje sheria za serikali. Alafu tukirudi utapiga show, mimi hutanilipa shilingi moja. Na akaniambia kuanzia sasa hivi bwana Albab nipige simu muda wote mimi nitapokea simu yangu Jux. Kwa mimi ni mpambanaji. Heshima yangu kubwa kwa wasanii ipo. Kwa hiyo swala mimi kuungua kwenye swala nimeshaungua sana, lakini baada ya miaka kadhaa kupata kauli ya Simba nimejijenga. Sasa hivi mimi siwezi kufanya show nikaungua hata siku moja. Kwa sababu naijua show. Sifanyi show kwa mihemko. Hapo vijana wangu Tanga wengi wanalipuka. Biashara ya show haitaki kulipuka. Wala haitaki ushindani. Nataka akili. Na ndio hata biashara zangu mimi natumia sana maarifa, akili. Kwamba sifanyi biashara kuonekana. Yaani naishi na ile kauli ya Diamond mpaka kesho. Unaelewa vizuri? Mimi unaweza ukaja restaurant kwangu ukakuta labda wateja 5. Lakini hela unaoiacha pale ndugu wangu achana nayo. Lakini kuna sehemu kumejaa nyomi. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo akili na maarifa na ubunifu. Kwa hiyo mimi swala kuwa na wasanii karibu na viongozi limejenga sana, ambao sasa hivi naishi kwa furaha. Kwa sababu yani niseme leo hakuna msanii ambaye atakuja Tanga asimtafute Albab. Haiwezekani. Nimeishi nao vizuri, nimekaa nao vizuri, najituma, najitoa kwao na vitu kama hivyo. Nafika mahali msanii anapiga simu, Albab mimi sina kitu naandalia show. Nishafanya sana kina Rich Mavoko wote hao. Bwana wewe, kwanza hapo nilikuwa nataka tuzungumze bwana Albab. Hizo chaka tu chaka. Nimesikia tu uko na disi sana chaka tu chaka.
Yaani kitaji tunaonekana kama nilikuwa ni kujishusha sana, lakini wako mimi Mr Blue nilimsikia kwa masikio yangu akiwa anasifia sana Chaka Chaka. Anasema yeye kuna nyumba ambayo pia alishaipoa kwa sababu ya show za Chaka Chaka. Na kina Best Naso wanatajwa sana kwenye mambo hayo. Hebu niambie Chaka Chaka wewe ulishiriki na zilikuwaje? Tupe experience ya Chaka Chaka album. Mimi Chaka Chaka nimefanya nyingi sana. Interview yako itakuwa ndefu. Mimi shagomba mpaka na Rich Mavoko. Mimi na Rich Mavoko sasa tuongee. Rich Mavoko anataka kunishika mimi. Yaani sasa mtoto huyu ataka kunipiga mimi. Mpaka bidii nishangae. Hiyo MD shahidi tuko zetu wapi unajua Babati hiyo. Show imekataa hela zijaingia Rich Mavoko atakushika. Niambia wewe, hamna hela hapa unataka kunifanya nini? Yaani Chaka Chaka likataa ilibuma? Inabuma kwa nini sibume? Sasa mwamba kama elewi. Unaniambia bwana hapa hakuna kitu. Elewa hivi. Babu mjanja ananiambia ujanja upi? Kila kitu kiko wazi. Na ulinipigia simu mwenyewe brother niandalie show 10 za mikoa 10. Sijakataa mimi nimefanya. Sasa leo unakuwa uamini kitu gani? Kwa baba tulikuja watu wangapi kwenye Chaka Chaka ile? Ndugu yangu aibu. Watu wanapiga Chaka Chaka wanapata mpaka wanagani 50 unaongea kitu gani? Wasanii album. Huyo mzee sasa wewe mtaalamu wa Chaka Chaka so Mr Blue peke yake. Dully Sax ndo master. Dully Sax sasa hivi ndo kabadilisha gari. Kupo na crown yake moja hiyo. Crown kwenye dashboard inawaka mataa chungu mzima, mataa ile sio check engine sio nani hata haelewi. Ni fya Arusha, fya Moshi. Anachukua yeye tukiwa Chaka Chaka hapa ni aibu, ni vichekesho kwa wasanii. Hiyo Jux hiyo anakuambia hizo show za miemko siziwezi album. Wewe nipe la. Ukimwona msanii kakubali Chaka Chaka unajua ni msanii, sijui nikuelekeze vipi. Hebu nielekeze. Tuna mitihani mingi kutoka kwenye Chaka Chaka. Mr Blue, Mr Blue achana naye. Tuna mambo mengi sana mimi na Mr Blue siwezi kuongea. Yeye mwenyewe akiona interview utakumbuka vitu vingi atacheka sana. Kuanzia Komererani, sijui Arusha. Yaani nikisema hivyo tu Blue kishaelewa. Kwa hiyo siwezi kuvieka wazi sana. Bwana. Chaka Chaka wao pia imekupa manufaa wewe? Mimi Chaka Chaka baadhi zimenipa manufaa kama akina Moto Bendi, wakina nani, lakini nyingine zinanipa manufaa zaidi ya kuungua watu. Chaka Chaka. Hebu nataka uniambie album kwenye masuala ya promoter. Yaani faida ni nyingi sana au hasara ni ndo nyingi zaidi? Ukiwa na mapepe, ukiwa na mihemko, ukiwa na sifa kwenye upromoter hasara ni 100%. Unakula hasara mpaka unakufa. Lakini ukiwa na akili, ukiwa sio mshamba wa wasanii, huwezi kupata hasara ndugu yangu. Sasa ndo mimi sasa hivi nishakuwa. Huwezi kunikurupusha hata kidogo. Haiwezekani. Yaani najua ninachokifanya. Yaani naelewa. Kwa hiyo kipindi chote ambacho nimejituma, hasara ambazo nimepata, nisimkufuru Mwenyezi Mungu. Sasa hivi ni faida kwangu kwa sababu imenijengea jina na heshima kwa wasanii. Leo mimi nikimnyanyulia simu msanii yote nikimwelekeza kitu, tunaelewana, tunasikilizana. Okay, unafikiri labda pengine hizi show za bure zimeua ile mikakati ya zile show ambazo zinatakiwa kufanywa malipo na nini watu vingilio? Sijakuelewa vizuri. Show za bure unakuta labda mtu labda ameandaa event yake labda watu free, wasanii free, watu wanakuja kuona. Unafikiri inaua soko la watu kulipa vingilio kuangalia msanii kwenye shows hapa na pale nchini Tanzania? Haliwezi kuua kwa sababu inategemea. Show ikiona iko free na maana kuna mdhamini kaika ila. Msanii yote Tanzania hana uwezo wa kuandaa show free. Huo ndio ukweli. Hana uwezo huo. Ande show free, yani ana benefit nini? Kama anafanya hivyo na maana kuna mdhamini kaika ila, kuna kitu kinatangazwa hapo. Na yeye kishalipo hela yake. Hayupo msanii huyo na haitaka itokee. Yaani msanii andae show yote ingie bure. Hakuna. Kwa hiyo hizi show ambazo zinafanyika bure, watu wanaenda kuingia bure, haziwezi kuwa show za viingilio. Kwa nini? Kwa sababu zile show za bure, performance za wasanii haziwezi kuwa kama zile performance za show ambazo zimeandaliwa kwa watu kuingia kwa kiingilio. Ni performance mbili tofauti kabisa. Kwa hiyo muingiaji kwenye show hizo kuna kitu anakimisi. Kwa lazima ende akalipe akaangalie msanii vizuri kwa nafasi yake ambayo kalipa. Okay, sasa hivi Nikulu umefilisika albabu? Kufilisika? Kufilisika kwenye ngo gani? Albabu sasa hivi amefilisika baadhi albabu yule sio la. Nimeona comment kama hizo kwenye mitandao. Sasa kipindi mimi naandaa show kwa Stembea na Prado milioni 70. Sasa hivi nimesimama kuandaa show na Prado milioni 70 haiko moja, zipo gari nyingine. Unasema kwamba unavitega uchumi vingine? Kwenye kupromote. Sasa mimi kwenye promote sio mpaka mimi na hela. Kwa sababu mimi nikimpigia tu msanii yoyote Tanzania hii, bwana tukae chini tuandae show tu share. Tunakubaliana. Kwa hiyo sio mpaka niwe na hela. Sasa nimefilisika kwenye ngo gani? Na nikisema sasa safari sitaki kushare na msanii, juzi tu tumekaa tumeshare mimi na Nandi, tumeandaa Nandi Festival. Tumeweka hela na hela tumeipeleka Tanga. Sifika juzi. Na hata wewe mwenyewe nilikuona Tanga ulikuja Bongo 5. Brian nilikuona. Mvua ikanyesha kubwa sana. Kwa hiyo sio swala la kufilisika. Hao wanaongea tu. Mimi ni promoter ambaye sizeeki. Hata leo nikisema naandaa show najua na techniques ni zipi na show itajaza. Hivi maximum upromoter ulianza mwaka gani? 2009.
2009. Na show yangu ya kwanza ilikuwa ni Offside Tricky, Sharo Millionaire marehemu na wale wasanii wa Zanzibar wale. Ndio show yangu ya kwanza ilifanyika Tanga, sehemu moja inaitwa Pweza huko. Ndio ilifanyika, ndio show ya kwanza. Baada ya show hiyo ikaja 20% ikaja Diamond akatanaachia nini ule nyimbo gani ile aloimba na Hawa ile. Ndio iko hit. Inaitwaje ile nyimbo? Nitarejea. Ndio kipindi hiko ndo albamu nakuja sasa. Kipindi hiyo mimi nina hari ya Diamond anaopa. Umeelewa si vizuri? Mimi nakuja Dar es Salaam, Diamond kunana na mimi inabidi ajipake poda kwanza, aongee na mimi. Anambia mwanangu tajiri kweli. iPhone 4 ndo zinatoka. Diamond yana iPhone 4. Demu wake Masevedo anataka iPhone, Diamond yana. Mimi ndo nina iPhone na haria yeye anaopa. Sijui kama unanielewa vizuri. Sasa hivi ni la Simba lama. Sasa hivi Simba lama Simba na gote. Sasa hivi simsogelee. Naongea mwenyewe kiasikia nakumbuka. Alikuwa na perfume yake moja Diamond, ukimda wote kukutana naye ni kama ni body spray inaitwa 1 million. Muda wote akikutana na promoter lazima mabangili saa ingine hata so original mradi tu mbwembwe. Kiza mpaka juzi tuone nikamwambia mzee umetoka mbali ndugu yangu, sasa hivi wewe uvae ile madudu mga cheka ile mbaya. Perfume hiyo body spray inaitwa 1 million. Siko mbele. Albabu wewe. Hatari sana. Kwa bana ndo hivyo. Lakini sasa ukiangalia kwa haraka game inahitaji nini? Yaani game ya Bongo Flava iweze kufika mbali zaidi, kwa sababu kwenye upromoter pia tunaamini pia kuna nama pia mlisupport muziki kuweza kwenda viral sana na mkafanikiwa. Kikubwa zaidi kama tunatakiwa tuendelee kusupport muziki wa Bongo Flava Tanzania. Kwanza wasanii wasiwe wa binafsi. Ili wa Tanzania waweze kuenjoy show vizuri. Sasa hivi wa Tanzania wamemiss show. Kwa sababu wasanii wana gharama kubwa sana. Msanii anakuambia ataka milioni 100 show, milioni 50, milioni 20. Hivi wewe kweli unamlipa msanii hela hiyo, uende ukafanye promotion, tena anakuambia nataka stage fulani. Mimi Jux sasa kunilipisha hela kutoka nilikodisha taa kutoka Dar es Salaam kwenda Shinyanga. Moving heads anataka 4. Bei yake nikikwambia utaamini. Na kama hizo albamu hujazeka mimi sipandi kwenye stage. Kwa hiyo wasanii wapunguze gharama kidogo. Wasiangalie kupata wao, waangalie promoter apate na wao mafansi wao pia wapate. Sababu wasanii juu wengine wafikiri kama mafansi na wenyewe wanataka kuwaona. Waona ngatu promoter atapata. Waangalie kwanza content ya mafansi. Sijui kama umeelewa vizuri. Kwa hiyo wakipunguza hizo gharama show zitaendelea kuwepo. Lakini show sasa hivi gharama wasanii kubwa, ndio maana ukuta wengine mapromoter hawalipi, wasanii wanaandaa wenyewe. Na katika show zinazotolewa na wasanii show zote zinafanikiwa mjomba. Wenyewe wanachezea za uso vibaya sana. Nani wamecheza za uso tena? Siwezi kuwataja. Taje. Uso. Wanajijua. Kwa hiyo mchezo uso mchezo kwamba kila mtu anaweza kucheza huu. Kwa makini mchezo kuandaa show. Mchezo mmoja mbaya sana, unaweza ukafa. Okay, so far album WCB umeitaja sana. Yaani umeitaja sana. Mambo mengi, mara perfume za 1 million na vitu kama hivyo. Alikiba vipi lakini? Alikiba sije kufanya naye kazi nyingi sana. Alikiba afanya kazi moja tu. Ilikuwaje kazi? Ilikuwa ya Tanga, ilikuwa nzuri na kazi nyingine tulishindwa na yeye, kwa nimpeleke Moshi, tukashindwana tukaachana. Lakini juzi alini surprise, juzi tu Tanga. Yaani nikasema ule mwamba rafiki yangu, je Alikiba mtu mmoja, yani sijui nikuelezee vipi. Yaani hajanipigia simu. Namshangaa tu yupo Albab Tanga Seafood. Mzee vipi? Nimekufanyia surprise bwana. Nimekaa zangu Dar es Salaam, nikasema mimi natoka Dar na zangu Tanga kwa Albab kwenda kula wali wa nazi na maharage ya nazi. Yaani ule wale unaosema vipi mchele sio kilo moja nazi 25. Akasema ndo nimekuja kuula hapa. Na uwezi kuamini. Yaani na ustaa wake wote alipopanda pale Albab, Alikiba aliagiza wali wa nazi na maharage ya nazi. Alikopo yeye na ndugu na dada yake yule nani aliolewa na mcheza mpira yule. Walikopo pamoja na familia wengine. Nilifurahi sana, nilifarijika mno. Nikasema Alikiba sio mtu ambaye niko naye karibu sana kama wasanii wengine. Tumekutana mara chache, lakini kalipataje ile wazo kusema kwamba nikifika Tanga niende nikale Albab. Nilifurahi sana. Na hiyo pia yenyewe juzi pia imenifurahisha ya Mheshimiwa Aweso na waziri. Kanipigia simu sasa yeye mwenyewe Aweso. Bana nakuja Tanga lakini nataka moja kwa moja nije kula Albab hapo. Kwa vitu kama mimi vinanifurahisha sana ndugu yangu. Mimi usinipe hela lakini ni support kwenye kitu ambacho nakifanya. Kwa sababu mimi tayari nishaonyesha support kwa wasanii sana. Okay, so Alikiba kupata nafasi ya kuzungumza naye mambo fulani hata muziki na nini, hamkumzungumza chochote? Hatukuwa na muda mrefu wa kuzungumza. Tuliongelea swala la chakula, kuhusu wali wa nazi jinsi tulivyokuwa mtamu na maharage. Tukacheka, nikamwambia bwana mzee, tukae pale tupige video. Akasema mzee hii bwana kuna maua imekaa kike makopa mimi hapana. Tupige zetu picha pamoja ya kinyama tukapiga.
basi. Lakini mtu ambaye natamani siku moja naleta tamasha lake kubwa zaidi kama matamasha wasanii wengine. Kama sasa hivi Alikiba wa moto sana. Lakini ndo hayo ninakuambia. Sasa hivi ukimfuata yule atakwambia shughuli ambayo wewe utaiweza. Kidogo wasanii tuwafanyie dua washuke huko kwenye magarama huko. Watu wanatamani kuandaa mashow lakini ni shughuli. Ushaelewa sio vizuri na huu mchezo kama kama ninavyotaka kukuambia wewe unasikiliza interview ndugu yangu kama ni promoter usijichanganye, tuliza akili yako vizuri. Show sio kitu cha kurupuka au cha kuvamia vamia, umeona ratu msanii kaja na ukasema uandae, jipange. Unamzungumzaje Chege Chigunda? Chege shafanya naye kazi. Chege ilikuwa tumeandaa mimi hapa DJ Senyorita, tukapeleka show hiyo ilikuwa mkesha wa mwaka mpya Singida. Tukaenda kule. Mambo yalikuwa so mazuri sana. Chege nikamwona kizaazaa chake. Lover boy. Chege mmoja akiangalia interview atakumbuka hiyo shughuli iliyotokea. Ndugu yangu msanii mtafurahia mkiwa mmepata, lakini ikiwa mmekosa funisho ya pasenti acha ndugu yangu. Mimi tukiongelea interview hatutomaliza. Mimi hakuna msanii Tanzania sifanye kazi. Wote kuna majanga. Mario mimi yule pale. Hapa sasa nikianza kumwangalia Mario ilikopo Shinyanga hiyo na Kahama. Yaache ndugu yangu. Ilikuwaje? Acha ndugu yangu, acha. Wewe acha tu. Mimi nimehangaika sana kwenye mambo ya muziki.